Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'un alkiram. Ikhwatul iman, katika ardhi kavu ya Hijazi, chini ya jua linalowaka bila huruma, palikuwa na mwanga ambao haukuonekana kwa macho, bali kwa nyoyo zilizotaka kuona. Si kila mgeni ni mtu wa kawaida, na si kila safari huandikwa kwenye ramani. Kuna nyakati anga hutulia, upepo hukunja majani kwa unyenyekevu, kama kusubiri hadithi kuu izaliwe. Katika hema la mjakazi wa kweli, ambapo maziwa yalikuwa adimu kama mvua jangwani, alifika mgeni, si kwa kishindo, bali kwa utulivu wa mtu anayejua alikotoka na aendako, akiwa nuru isiyokuwa ya kawaida na macho yenye kina cha hekima. Alisimama mbele ya historia bila kuitisha nafasi, bali historia yenyewe ilimpa nafasi. Ni nani huyu aliyeacha athari hata kwa wale waliomuona mara moja? Ni nini kilichotendeka katika hema hilo lililojaa ukame, lakini likazalisha ushuhuda wa milele? Mpenzi msikilizaji wa simulizi za Kiislamu, karibu tuingie pamoja katika simulizi ya kipekee, kisa cha Ummu Ma'bad, mama shujaa aliyeandika ushahidi wa utume kwa maneno yaliyobeba nuru zaidi ya maziwa ya ngamia wake. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akihama kutoka Maka kwenda Madina, aliambatana na rafiki yake wa karibu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, mtumishi wao Amir bin Fuhaira na mwongozaji wa msafara wao Abdullah bin Urayqit. Walipita kwenye eneo liitwalo Kudaid liliopo kati ya Maka na Madina, ambapo walilikuta hema la mwanamke wa kabila la Khuzaa aliyejulikana kama Ummu Ma'bad. Walipomfikia walikuwa wamechoka, wenye njaa na kiu, wakaomba chakula au maziwa, lakini Ummu Ma'bad akasema, wallahi kama ningekuwa na kitu nisingewanyima kabisa wageni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaona mbuzi dhaifu pembezoni mwa hema, akamuuliza Ummu Ma'bad, ewe Ummu Ma'bad, mbuzi huyu ni wa nini? Ummu Ma'bad akasema, mbuzi huyu amebaki kwa sababu ya udhaifu wake, hakuweza kufuata kundi la wenzake, afya yake siyo nzuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauliza, je, ana maziwa? Ummu Ma'bad akasema, yuko dhaifu sana, hata hana maziwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauliza tena, je, utaniruhusu nimkamue? Ummu Ma'bad akasema, kama unaona anaweza kutoa maziwa, mkamue. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamleta mbuzi yule, akalipangusa ziwa lake kwa mikono yake mitukufu, akataja jina la Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ghafla ziwa likajaa maziwa kwa namna ya ajabu. Akaleta chombo cha maziwa, akakamua mpaka kikajaa, akawapa wenzake wanywe, pia akamnywesha Ummu Ma'bad hadi wakashiba, na yeye mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam akanywa mwishoni. Baada ya kushiba, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wenzake wakaendelea na safari yao kuelekea Yathrib. Baada ya muda, mume wa Ummu Ma'bad alirudi kutoka machungoni, akashangazwa na maziwa yale, akamuuliza mkewe, umepata wapi maziwa haya ewe Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad akamjibu, ametupitia mtu mwenye baraka nyingi sana. Mume wa Ummu Ma'bad akamwomba mkewe amsifie huyo mtu wa baraka jinsi alivyo, kwani alishangaa kuona mbuzi dhaifu ambaye hajawahi hata kuzaa sasa anatoka maziwa. Ndipo Ummu Ma'bad akaanza kumwelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa maneno mazuri yenye kuonyesha sifa na utukufu wake. Maelezo ya Ummu Ma'bad kuhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalikuwa kama ifuatavyo: nilimuona mtu mwenye uso unaong'aa ukimemetuka, mtu mrembo mwenye umbile zuri ajabu, mrefu kiasi, si mfupi wa kudharauliwa wala mrefu wa kuchukiwa. Macho yake meupe sana, lakini pia meusi sana, masharubu marefu, sauti yake tamu yenye mvuto wa ajabu. Alipokuwa kimya, alikuwa mwenye heshima na utulivu. Alipoongea, alifuatwa kwa makini. Maneno yake yalikuwa ya busara, hayakuwa mengi wala machache.
Maneno yake yalitoka kama lulu zinazoporomoka taratibu. Alikuwa akizungukwa na wafuasi wake waliompenda mno, wakisikiliza kwa makini alichosema na kutekeleza amri zake mara moja, na hakuwa na sura ya hasira. Baada ya Abu Ma'bad kumaliza kusikia sifa hizo, akamwambia mkewe, huyo atakuwa mtume wa mwisho aliyetarajiwa kuja kutokea kwa Waarabu. Ngojea nimfuate niweze kuandamana naye. Akatoka kufuata nyuma, lakini hakuwakuta washaenda mbali. Ikhwatul iman, kisa hiki kinaonesha baraka za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukarimu na huruma yake, tabia na sura njema ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilizovutia hata wale waliomuona mara ya kwanza. Mume wa Ummu Ma'bad aliyejulikana kama Abu Ma'bad al-Khuzaa, baada ya kusikia sifa hizi akasema, wallahi, huyu ndiye mtu wa Makka ambaye Makuraish wamekuwa wakimtafuta. Natamani ningekuwepo ili nimsindikize na kumfuata mpaka huko anakokwenda. Baadaye Abu Ma'bad na mkewe wakaingia katika Uislamu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za Kiislamu, kisa hiki kinaonyesha jinsi sura njema, maneno yenye hekima na baraka za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilivyokuwa na athari kubwa kwa watu waliokutana naye hata kwa muda mfupi. Na hivyo ndivyo simulizi ya leo inavyofunga kurasa zake, ikituachia harufu ya maziwa safi, sauti ya ukweli wa macho ya mwanamke jasiri na mwanga wa safari iliyobarikiwa. Ummu Ma'bad hakuwa tu mwenye banda la ngamia, alikuwa shahidi wa nuru, mpokezi wa baraka isiyoelezeka. Lakini leo siishi kwa hadithi pekee, na waachia changamoto wapendwa wasikilizaji wangu. Je, unalijua jina halisi la Ummu Ma'bad? Si Ummu Ma'bad tu, bali jina lake kamili lililoandikwa kwenye kurasa za historia kama ushahidi wa ukweli aliyouona kwa macho na kuelezea kwa ulimi usioyumba. Nendeni mkalitafute, msikie historia ikiwaita kwa sauti ya uchamungu, msikie simulizi ikiendelea ndani ya nyoyo zenu mpaka tukikutana tena insha Allah. Ukimaliza kusikiliza simulizi hii, usisahau kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.